Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Nasiha yetu ya leo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, madha yuridu minna Ramadhan. Mwezi wa Ramadhani wataka nini katika sisi waumini wa dini ya Kiislamu? Tumeona katika nasaha iliyopita kwamba mwezi wa Ramadhani wataka tutambue umoja wetu, na mwezi wa Ramadhani wataka kwetu sisi tujivue katika umimi na upweke na kukhalifiana na kuteta na kushambuliana na mengineyo, yote tuyaondoshe katika maisha yetu. Kama vile tunaweza kufungua pamoja na tunaweza kukaa pamoja tukala, basi hii ni dalili kwamba hata baada ya Ramadhani tunaweza kulifanya hilo, kwa sababu ndiyo makusudiwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo vile vile tutaliangazia suala hili, madha yuridu minna Ramadhan. Ramadhani yataka nini kwetu sisi? Katika mambo ambayo Ramadhani yataka kwetu sisi tuwe nayo na tuyasome na tuyatabikishe katika maisha yetu, anudrika anna qarara taghyiri biaidina, tutambue na tujue kwamba uwezo wa sisi kubadilika uko mikononi mwetu. Tunaweza kubadilika kiuchumi, tunaweza kubadilika kitabia, tunaweza kubadilika kwa nyanja zote za maisha. Hili tunaweza kulipata na kulisoma katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambao tuko ndani yake. Ala sabili mithali, tuangalie mabadiliko ambayo kwamba yanaokuja katika maisha yetu. Mawaidu naum tataghayyar, mawaidu taami tataghayyar, albarnamiju lyaumiyu yataghayyar. Leo angalia kwamba wakati wa kula unabadilika katika maisha yako, na wakati wa kulala vile vile unabadilika katika maisha yako. Taimu ambazo kwamba unalala mala mchana sio nyakati ambazo unalala katika mwezi wa Ramadhani. Hata wakati wa kula pia unabadilika. Mala mchana lao kamwamsha mtu saa 8 au saa 9 ukamwambia inuka ule, basi mutateta kiasi kikubwa nyumbani. Saizi maana nani ula saizi? Saizi ni kila nitavimbirwa. Tangulini mtu akala saa 9, tangulini mtu akaingia jikoni saa 10 au 9 kutafuta chakula. Ni jambo ambalo kwamba haliwezekani. Lakini katika mwezi wa Ramadhani yanakuja mabadiliko katika maisha. Mtu anainuka saa 9 au saa 10, anaingia jikoni kupika chakula au kufanya shughuli nyinginezo ambazo zawapelekea katika kula. Maisha yamebadilika, barnamiji ya maisha imebadilika, wakati wa kulala umebadilika. Bali tukiangalia kwamba hata taratibu za maisha zote zinabadilika. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Al-Qur'anul Karim kwamba inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Mwenyezi Mungu hawabadilishi watu maisha yao mpaka wao wenyewe wakubali mabadiliko katika maisha yao. Iwapo tutabakia tunalia kwamba kiuchumi tuko chini, kielimu tuko chini, tumeathiriwa na madawa ya kulevya katika maisha yetu, lao tutabakia tunaimba tu bila kuleta mabadiliko katika maisha, hatutoweza kung'atuka katika matatizo yale, wala hatutoweza kubadilisha au kuleta suluhisho katika maisha yetu. Lakini tunaweza kuleta mabadiliko iwapo tutaamua kupata suluhisho la kupunguza umaskini, au la kupunguza madawa ya kulevya, au la kupunguza uhaba wa elimu katika jamii zetu. Kwa hivyo hii ni somo kwamba iwapo tumeweza kubadilika katika mwezi wa Ramadhani, nyakati za kula, za kuamuka na za kulala zimebadilika, ni dalili kwamba hata katika nyanja nyingine za maisha tunaweza kubadilika iwapo tutaamua kutaka kubadilika. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atupe mabadiliko katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na baada ya Ramadhani insha Allah Taala tuwe na mabadiliko, tuwe na maendeleo, tuwe na mazuri katika maisha yetu.